kilimo halisi hapa kama kawaida. Tuko kwenye table of content au sio? Sisi bana tunakula chai na viazi. Kumbuka hivi viazi tunavilima hapa, si ndio? Chai na viazi, lakini mandazi tunatumia kama matunda. Kwa hiyo mandazi yanatumika kama matunda. Ila sisi lengo letu kuu ni nini? Leo bana kuna vitu viwili vitatu nataka niongee na vijana. Cha kwanza ni elimu. Wakuu, mpo? Mpo. Kitu kimoja ambacho nilikuwa nasema, tumeona leo Mgunda hapa yupo, si ndio? Ndio. Babalau hayupo, si ndio? Kuna kipindi pia Nuhu alikuwa hayupo, Toro alikuwa hayupo, Elisha alikuwa hayupo. Walikuwa wameenda wapi? Sehemu za kufanya kazi mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo tumebahatika, tunaaminika, tunaitwa mikoa tofauti tofauti tunafanya kazi, na ambacho kinafanya mpaka tunaendelea kuitwa mara nyingi ni kazi inakuwa bora zaidi. Point yangu ni nini? Nasisitiza ukiwa hapa hakikisha unajua kufanya kazi vizuri. Wanasema kama unampenda mtoto wako, usimpe pesa leo wakati mdogo akanunue pipi na nini. Kama unampenda mpe elimu. Na mpe elimu ambayo itamsaidia kwa baadaye. Duniani kote sasa hizi kuna population kubwa. Sio? Watu ni wengi sana. Sijasema msisome. Na ambaye huko shuleni asome, kuna ambao wamemaliza wako form 4. Kina Yanga tunaenda advance sio? Unaenda kusoma kwa kombi gani? Yanga enda kusoma PCBA. Ni mmoja wa kijana ambaye tuko naye kilimo halisi. Lakini amepiga division jiwe. Ila usimfanishe, sio mtoto mzee Amani. Maana Amani anasema yeye alikuwa anapata 100 kila mtihani. Na mtoto wake naye akawa anapata 100 kila mtihani. Mzee kamba nyingi anawaga anatuleta. Sasa point yetu kubwa nini? Yanga inatakiwa uende ukasome, lakini wanasema usiache asili. Kumbuka kwamba kilimo kipo pia, si ndio? Na mwingine pia mwenye anaenda advance. Sasa hivi unaenda shule? Unaenda kusoma kwa gani? Huyu anataka katae shule. Amenogewa na kilimo halisi. Point yetu kubwa nini? Lengo ni kufanikiwa kwenye maisha, si ndio? Vitu vingi sana vinaweza kufanya ufanikiwe. Kuna wengine ni michezo, wengine pia ni kama kilimo, wengine ni kazi tofauti tofauti, aina yote ya ufundi. Mfano hapa tuna Manara. Manara tunaona saizi analisha familia kwa ajili nini? Si ni fundi? Hiyo ni elimu huenda aliipata hata kwa kutumia gharama. Sitoki mbali kwenye point yangu. Point yangu ni bidii kwenye kazi ambayo uko hapo unaifanya, sio? Hakikisha una concentrate. Ila ukiangalia tu kama kuna siku unapata labda kihela kidogo na nini, hiyo pesa haikusaidii chochote. Kitachokusaidia ni elimu ambayo unaipata. Hivi vitu vikubwa ambavyo tunavifanya hapa mpaka watu wakija wanashangaa, hata tukiwapa chai ya moto anashangaa mpaka chai inapoa. Tunataka nao kafanye siku moja nyumbani au sehemu yote. Tunaelewana jamani? Ndio maana kuna siku pia hapa tunaoga tuna pesa, lakini tunakwambia kikubwa angalia elimu. Sio kila siku sitakuwa na pesa ya kukupa. Kuna siku nyingine kweli kama nyumbani vile vile. Hata nyumbani pia kuna siku nyingine baba anaweza kata dagaa, natakiwa uishi nazo. Kuna siku kuna kuku nitakiwa ule. Kuna siku kuna maharage nitakiwa ule. Ili usije kusema Digi anazingua, subiri na utapata watoto wako. Kama utawalisha nyama kila siku. Kwa hiyo ambacho kipo tunaishi nacho. Kwa kuna siku tunakuwa na pesa fresh, lakini kuna siku nyingine hazijakaa fresh. Tujifunze kuficha siri, lazima tuvumilie. Ila angalia kitu cha msingi, elimu. Tupo kwenye nyanya. Ambacho ukifahamu naomba niulize bro, hii kitu sijaelewa. Hii nyanya tunafanyaje? Si ndio? Tupo kwenye mboga za majani. Naomba niulize kwa nini mboga umechanganya na hii? Kwa nini nyanya umechanganya na hii? Kwa nini kiazi umekiweka chini, huku juu umeweka kitu kingine? Naomba niulize. So mteja anakuja kukuuliza na kusema ongea na bro, unajua sisi mimi wakati bro anafundisha nilikuwa nimeenda uani. Hiyo kitu sitaki. Au sio? Kwa tuhakikishe kila kitu ambacho kinafanyika hapa, yani wote mfahamu. Yani kiasi kwamba hata mimi nisipokuepo nijue kuna watu wanaweza kujijia maswali. Tuko moja. Kwa Yanga kama unaenda shuleni, naomba ukawe mwanafunzi bora, kwamba walimu, hii sehemu yetu ya shule mimi nina elimu tofauti. Naomba mboga za majani tusinunue, tuoteshe hapa shuleni. Utapiga simu na mzima, hata mwalimu namba yetu tumeshika kichwani. Mpiga simu hata mwalimu, tupige simu nyumbani kilimo halisi. Miche itatumwa hapa shuleni. Tena kama ni shuleni miche mimi sitawauzia. Na tunawapa miche bure. Muioteshe kwa sababu tunaamini mtapata mboga za kula, lakini watu wengine watajifunza kupitia. Tunapenda hii elimu tunayoifanya hapa isambae sehemu nyingi. Na haiwezi kusambaa kwa kutuma kwenye bahasha, ila kwa vitendo na kwa kuona. Kwa aliyeona akifanya hichi kitu. Kwa madogo, kama mtu nyumbani kwao ana bustani, nitakiwa jiangalie. Nitakiwa kila mtu nyumbani kwao kuna bustani. Kwa sababu hamna mtu atakuwa kutoa kisingizio. Mpaka kwenye mifuko tunaotesha. Unaweza kurundika udongo, ukaweka samadi, ukaotesha hapo kama ndio mfuko wako. Maji yapotee, ndio? Aisee, ndio njoo unywe chai,